Wekundu wa Msimbazi Simba walitangaza jambo lao kuelekea tarehe 16 mwezi wa 4 2025. Viliwekwa vitu vingi sana, tulionyeshwa gari, tukaonyeshwa changing room na fitness room, tukaonyeshwa viwanja, lakini baadaye sana akaja kutambulishwa mzabuni wa jezi. Hawa si wengine ni Jerut Company, ambao wao wanaenda kuchukua eneo la uzalishaji, ubunifu na usambazaji wa jezi ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Jerut Company chini ya mkurugenzi mtendaji Joseph Regesera walizungumza vitu vingi sana ambavyo wamepanga kwenda kuvifanya ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kiasi cha watu kuanza kuhoji, ni kweli haya yote yatatimizwa? Ni kweli Jerut Company wana uwezo wa kuyafanya haya yote? Ndipo zikaingia siasa za mpira wa Tanzania, kwamba ile ilikuwa ni alimradi tu kuweza kuwin mioyo ya watu, na ili jambo lizungumzwe kwa kiwango kikubwa sana. Tutakupitisha kwa kile ambacho tumejaliwa kukifuatilia na kile ambacho tunakiona kinaweza kikawa kina make sense kwa wewe kukisikiliza na kututazama kwa muda huu. Bwana Shabedane, unajua mkataba wa Simba na Jerut Investment Company Limited ni moja kati ya matukio makubwa sana ambayo yamezungumzwa kwenye wiki yote hii ambayo inaelekea ukingoni. Lakini moja ya vitu ambavyo vimekuwa ni vya kusisimua ni zile ahadi zilizokuja mara baada ya mkataba kuwa tayari umeshatangazwa kwamba umesainiwa. Ni mkataba wa miaka 5, mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 38 na nukta fulani hivi. Lakini vikaorodheshwa vitu vingine vingi, ikiwemo kusajili mchezaji ambaye washabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wanamhitaji. Ni kwa nini watu wengi wanaonekana kutokuwa na imani kwamba hivi vitu vinaweza vikatimia? Tuanzie hapo. Na kwa sababu watu hawana imani kwa sababu ni kitu kipya kufanywa na mdhamini nje ya mfadhili. Yaani tusichanganye hapa kati ya ufadhili na udhamini. Yaani ni vitu ambavyo ameviahidi mdhamini wa Simba ambaye anakwenda kutengeneza merchandise za club, jezi, kusambaza tu bidhaa zote za club kwa logo ya team ya Simba. Ni vitu ambavyo havijawahi kufanywa na ile package ambayo alitoa kwa Simba ni package ambayo haijawahi kutolewa na mdhamini mwingine nje ya wafadhili wa hivi vilabu. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo wengi wanaona haviwezekani, na kitu kikubwa ambacho kinawapa concern wengi ni ahadi ya uwanja, kwamba zimeshatolewa sana hizi ahadi za wafadhili, si wadhamini wanaokuja hapa na pale kwamba watajenga viwanja kwa hizi timu zetu kubwa mbili za Simba na Yanga, lakini hakuna ambacho kinatekelezeka. Lakini let's hope kwamba hichi ambacho wamekiahidi Jerut kwenye mkataba wa Simba, nafikiri ni vitu ambavyo labda vipo kwenye document ambavyo vinapaswa kutekelezeka, na kwa mujibu wa yeye mwenyewe anakuambia kwamba utekelezaji utaanza kuanzia msimu ujao. Kwa hiyo concern ya wengi ni historia tu ambayo inazihukumu hizi Simba na Yanga, kwamba wameshapewa viwanja na viongozi tofauti, lakini kuendeleza ile miradi ambayo wanapewa zile project ndio imekuwa ni changamoto. Lakini at least hata Simba wao viwanja walipewa kwa mfano Bunju, tunaona wana complex pale ya mazoezi, ya viwanja vya mazoezi vipo viwili pale na ni training ground tu, lakini anapotokea mdhamini kama huyu Jerut anakwenda kuiendeleza zaidi ile project ambayo iliishia kwenye kutengeneza tu viwanja vya mazoezi, anajenga kabisa na uwanja watu at least watu 10,000. Kwa hiyo ni move ambayo inawapa watu wengi concern kwa sababu ya historia tu ya hizi timu, kwamba zimekuwa zina ahadi nyingi kutoka kwa wadhamini ama wafadhili wa hizi timu, lakini ni ahadi ambazo hazitekelezeki. Kwa hiyo naamini kama wao Simba wenyewe walivyojidhatiti kwamba ule mkataba ambao umeingia na mfadhili Jerut ni mkataba wa kimapinduzi. Let's hope kwamba hayo mapinduzi ya hizo dhana ama situation ambazo ziliwahi kutokea huko nyuma, kwamba watu wanaahidiwa lakini hakuna utekelezaji, labda huu kombozi ambao umefanywa ama mapinduzi ambao umefanywa na Jerut, kuanzia mzigo alioweka wa fedha nyingi sana za udhamini, utaleta mapinduzi ya kweli ambayo yamezungumzwa na yalizungumzwa siku ile ya utiaji saini wa huo mkataba.
na pengine tuone sasa utekelezaji utakavyokuwa, lakini ikishindikana basi tutaishi tena kwa historia hizo, tutaishi na concern za watu ambao wanaishi na hizo historia za nyuma kwamba tushazoea, hawana jipya Simba na Yanga na hawawezi kujenga viwanja kwa sababu hizi timu zinaonekana ni timu za kiserikali, na kwamba zinapojenga viwanja vyao kuna maeneo ambayo serikali itakosa mapato kupitia hizi timu, kwa sababu hizi timu zitaanza kucheza kwenye viwanja vyao, mapato yote yataingia kwao na serikali itashindwa kupata chochote kitu. Kwa hiyo kuna hizo dhana ambazo zimekuwa zikiendelea huku mitaani kwamba hizi timu pengine haziwezi kutoka kwenye mikono ya serikali na kujitegemea zenyewe kama zenyewe. Kwa hiyo ngoja tuone hayo mapinduzi ya huyo Jerut yatakuwa vipi, yatatekelezeka ama tutaishi tena na hizo hadithi za miaka nenda rudi. Ni jambo la kusubiri na kuona. Kuna watu wamepata hofu, wanasema ameahidi vitu vingi, uwanja, miundombinu mingine kama hizo changing room na vitu vingine kama hivyo, lakini akaenda mbali zaidi akasema atajenga na ofisi za club. Watu wanahoji, mbona kama anajimegea sehemu kubwa hivi Mohamed Dewji anaweza karuhusu hichi kitu kutokea? Wanahisi kama kutakuja kutokea conflict of interest kati ya Jerut Company Limited na Mohamed Dewji ambaye ni mwekezaji. Unaliona hili likienda kutokea la mgogoro wa kimaslahi ndani ya Simba? Hapana. Kuna maeneo ambayo siwezi kuona huo mgogoro wa kimaslahi kwa sababu hii mikataba kuna ina mipaka yake. Ina mipaka yake kwamba utafanya hichi, wewe mpaka wako utaishia hapa, na huyu mfadhili pia naye ana mipaka yake. Ana mipaka yake. Kwa hiyo sioni hizo conflict of interest zikitokea kwa sababu naamini Simba sio wajinga, wanafahamu kila kitu ambacho kinapaswa kuwa sawa ili kuepusha hii migogoro hapa na pale. Ndio maana wameweza kuupitisha huu mkataba wa huyo mfadhili Jerut kwa makubaliano ambayo walimwekea kwa masharti yao waliyotaka, na yeye pia kwa masharti ambayo ameweka ndani ya Simba. Kwa hiyo sioni kama kuna tatizo, lakini kuna maeneo yes na mimi pia napata mashaka yanaweza zikatokea hizo conflict kwa sababu hasa kwenye eneo ambalo aliahidi la usajili wa wachezaji. Yani sijai duniani mimi sijai kusikia kwamba mdhamini wa timu anahusika kwenye usajili wa mchezaji. Yes, inaweza ikatokea kutengeneza ushawishi. Yani ipo inatokea labda kampuni X ina endorsement na huyo mchezaji, inatengeneza ushawishi kwa huyo mchezaji bwana. Sasa njoo hapa, si kuna percent pia ukijiunga na hii timu kuna mzigo fulani utapata. Naamini ipo hata kina Nike, Adidas wao wanatengeneza sana ushawishi kwa wachezaji wao wakubwa kwenye baadhi ya timu. Mfano Pogba kwenda Manchester United kutoka Juventus, Adidas pia walihusika kumshawishi Pogba kwenda Manchester United na kuna fedha pia alipata. Kwa hiyo inaweza ikatokea hivyo kwenye mazingira yao, lakini haiwezi kuwa direct kwamba bwana usajili wa Pogba kwenda Manchester United ni kwa udhamini wa Adidas. Haiwezi kuwa hivyo. Kama hivyo kutokea kwa Mohamed Dewji alimsajili Emmanuel Okwi, akamwambia wana Simba nimewapa zawadi Emmanuel Okwi. Sasa haiwezi kuwa hivyo. Yaani hapo kuna interest zitakuwa zimeguswa kwamba leo tuchukue mfano tu kwamba Jerut aende Azam bwana, mimi nalipa B.3 na mhitaji Faisal kwa ajili ya wana Simba. Yaani zawadi yangu mimi Jerut na hapa wana Simba, na Simba wa publish pale bwana, usajili huu ni kwa udhamini au ni kwa msaada wa Jerut. No, haiwezi kuja kutokea kitu kama hicho kwa sababu signing zote ama sajili zote siku zote sifa na heshima na utukufu utarudi kwa mwenye timu mwenyewe. Yaani haiwezi kutokea katika mazingira kwamba Mohamed Dewji akubali kwamba bwana kasajiliwa Faisal in the name of Jerut. Yaani Jerut ndo amemsajili Faisal Salum na sio Mohamed Dewji. Yaani mwisho wa siku wa matajiri ama matajiri wa hizi timu, sifa zote huwa wanapenda sifa nzuri ama kitu kikubwa kizuri ambacho kinatokea kwenye klabu zao kinapaswa kifanywe na wao. Yaani sasa pale Young Africans si wanae mzee Tarimba. Yeah. Ana kampuni yake kubwa tu pale. Unaona? Adasema bwana boss anaondoka Azizi, sasa tunamrejisha Fei ili tumlete Mpanzo hapa aje asaidiane na kina Pakome. Sasa mimi deal nasimamia mwenyewe.
naenda Simba pale nawapa bilioni 2 namleta Mpanzu hapa bana. Udhamini wa Mpanzu ni wa Bastalemba kupitia kampuni yake ile ya betting. Unafikiri GSM unaweza kukubali? Hawezi kukubali. Ndio hivyo hivyo, yani iwe hata Real Madrid usajili utakao kufanyika, Don Perez kamwaga pesa, iwe Chelsea bwana tajiri Miruzi Todd Boyle kaweka pesa, iwe Arsenal hauwezi kusikia si Arsenal ni Adidas au si nani. Haiwezekani. Arsenal Imarati wamejenga uwanja na imekuwa endorsed, inafahamika kabisa ule uwanja umejengwa na Imarati mpaka sasa wanatumia jina lao. Sasa inaleta ugumu sehemu gani ikiwa Jerut watamleta Faisal Salum ndani ya Simba, halafu Simba wa declare interest kwamba Faisal Salum ameletwa Simba na Jerut, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho inawezekana watu wengi hawajaangalia yengo. Jerut ameweka pesa nyingi sana ambazo imefikia watu wanasema ameweka pesa nyingi kuliko pesa ambayo imewekwa kwa maana ya uwekezaji. Huyu jamaa ameweka bilioni 38 kwa miaka 5. Mohamed Dewji aliahidi kuweka bilioni 20 for life. Sawa? Watu wanasahau kwamba hii bilioni 38 imekuja mara baada ya Mohamed Dewji kuwepo Simba, ameinua value ya Simba. That's why Jerut amekuja na kiwango hicho cha pesa. Sasa kitendo ambacho anaweza kufanya Jerut cha kumleta Faisal Salum ndani ya Simba haitakuwa na maana kwamba bado ni ile thamani ambayo imejengwa na Mohamed Dewji ndio inayosababisha Faisal Salum ananunuliwa kwa bei kubwa, anapelekwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na credit zitabakia kwa Mohamed Dewji, ingawa Jerut pia atakuwa na nafasi yake ya kuzungumzwa. Hapana, haiwezi kuwa hivyo, kwa sababu hata kama ni wewe useme ulipe pesa nyingi sana, hiyo mabilioni ya fedha kumsajili mchezaji mkubwa kama Faisal, yani mwisho wa siku na wewe kuna return utataka kuipata. Yani utataka upate utengeneze statement kupitia jina lako kwamba bwana lazima watu wajue kwamba usajili ni pesa ambayo imetoka kwa mdhamini. Kwamba bwana usajili huu lazima watu watangaze kwamba usajili umefanyika na mtu fulani kwa niaba ya mtu fulani. Yani itakuja kutokea kama ilivyokuwa inatokea enzi hizo pale Simba, kwamba atakuja Kaburu na mchezaji wake, yani atamsainisha kwenye ofisi zake huko, atakuja Hanspop, atakuwa Iringa kwenye ofisi zake huko, atawa njoo tutamwita, atakuja Mo atampeleka na mchezaji wake. Hasa timu haipaswi kuwa hivyo, yani kwenye hizi signing lazima kitu kifanyike, yani lazima vitu vyote vifanyike katika namna, katika mtindo mmoja. Yani hatupaswi kuwa na mazingira kwamba huyu usui aje na mchezaji wake, si Mohamed Dewji pia naye atoe zawadi kwa mchezaji wake. Hapana. Yani kama kuna usajili unataka kufanyika, basi yeye ni makubaliano bwana. Hata kama ni huyu mdhamini anataka kutoa hela, anaweka bwana, nyie budget ya usajili ya Simba ni kiasi gani kwa msimu ujao, labda budget ya usajili ni bilioni 5, basi mimi naongeza hapo bilioni 2. Sasa ni kwa makubaliano yake yeye, lakini hawezi kwenda front kwamba mimi naleta huyu mchezaji alafu viongozi wa Simba wakubali kwamba bwana usajili tunaugawa, yani huu utakuwa ni wa Simba, huu utafanywa na mdhamini. Haiwezi kuwa hivyo na haiwezi kuja kutokea. Yani kuna namna tu, kuna mahala watapishana, kwa sababu usajili wa mchezaji mkubwa ni usajili ambao watu wengi wanapenda kujihusisha nao, na mara nyingi mchezo wa mpira wa miguu nasemaga ni mchezo wa sifa. Yani utakapoikosa sifa ya kumfanya usajili kwa mfano kama Faisal, yani unataka tena mchezaji gani ambaye utengeneze jina tofauti na Faisal Salum hapa Tanzania? Yani ni opportunity ambao sidhani kama Mohamed Dewji anaweza kaimiss, kwamba wana Simba kama kauli zake zile 11 na zawadi yenu. Unaona? Yani hiyo tweet Mo hatatamani anahitaji tena. Unaona? Hiyo tweet Mo anahitaji, lakini hatatamani itoke kwa mdhamini. Yani atamani hiyo tweet itoke kwake. Sasa kwenye upande huu Young Africans, wakati GSM wanaingia, walifanya kila kitu. Inawezekana ni kulingana mazingira yaliyokuwepo kwenye kikosi cha Young Africans kipindi kile, lakini kutaka kuwin mioyo ya mashabiki, kutaka kuwin soko la mpira, kutaka kuwin matokeo uwanjani, GSM waliingia vitani, wakaenda kusajili wachezaji, na signing ambazo ziliwashtua wengi ni usajili wa Mukoko Tonombe na Twisila Kisinda.
ile waliifanya kwa niaba ya kuwaamsha, kuwakumbusha wanayanga kwamba GSM sio wanyonge na wanahitaji biashara yao iende. Na ile move ndio iliyosababisha mpaka leo GSM ameingia kwenye mioyo ya wanayanga. Jairut wanaweza wakaamua kumsajili Faisal, cha kwanza kutengeneza njia kuingia kwenye mioyo ya wanasimba, lakini pili kuitangaza biashara yao watakaokuwa wanaifanya na Simba, kwa sababu mwisho wa siku timu ikiwa inafanya vizuri uwanjani ndio merchandise za klabu zitatembea. Wakati mwingine ukiwa na mchezaji kama Faisal Salum umemsajili kwa pesa zako, utakuwa inawezekana mchezaji akawa anafanya hata matangazo ya biashara kulingana na namna ambavyo walikubaliana kimikataba. Kwa nini iwe ugumu kwa Jairut kuruhusiwa kumsajili Faisal Salum kwa lengo la kujitengenezea biashara zao, ili hali tayari wana mkataba na Simba na wanamsajili Faisal kwa sababu ya Simba? Ni ngumu kwa mazingira kama hayo. Yaani mwisho wa siku Jairut ni mfanyabiashara, Mohamed Dewji pia naye ni mfanyabiashara. Yaani mfanyabiashara tofauti. Sawa, ni biashara tofauti, lakini sasa kila mtu anajua impact ya kile ambacho atakipata endapo akitangaza biashara yake kupitia usajili mkubwa kama wa mchezaji kama Faisal. Kwa hiyo ni mgongano huo ambao unakuja katika mazingira kama hayo, na mimi sidhani kama itatokea siku tukae hapa kwamba eti bwana huu usajili umefanywa na mtu fulani nje ya Mohamed Dewji. Yaani mwisho wa siku mimi nitarudi pale. Yaani kwenye usajili wote ambao utafanyika na Simba, utashangaa tu ni budget nzima itawekwa. Yaani hata kama itawekwa na Jairut, watachanganya hapo, wanasema budget kubwa bwana, mzigo mkubwa umetoka upande huu na mfadhili alitoa kiasi hichi, labda 80% ya budget ya Simba usajili imetoka kwa tajiri Mohamed Dewji, 20% ndio imetoka kwa Jairut. Lakini mwisho wa siku usajili wote utafanywa kwa maslahi ya Simba na utafanyika chini ya mwamvuli wa tajiri mwenyewe Mohamed Dewji, kwa sababu anaonekana ndo mtu ambaye hizi budget haziwezi kupita tofauti na kwenye mikono yake mwenyewe.